zaji wa kazi za tume za kamisheni hii ya ardhi. Nimemsikia ndugu yangu Kunambi amezungumzia swala la tume na RELA kuwa chini ya kamisheni hii. Sasa kwa sababu tuko katika initial stage za kuanzisha tume hii, tunachukua mawazo haya na kwenda kuyafanyia kazi. Nimemsikia Mheshimiwa Mzava akisema isiathiri D by D. Haitoathiri D by D. Tutahakikisha tunaboresha yale malengo ya D by D yaweze kuendelea kuwepo. Mheshimiwa Naibu Spika, vile vile katika swala zima la kuanzisha Real Estate Regulatory Authority, RELA, kwenye masuala ya miliki, na lenyewe tumechelewa sana. Kumekuwa kuna uholela mwingi katika sekta ya real estate. Leo hii mwananchi wa kawaida anayetaka kununua kiwanja aweze kujenga kwa kipato chake anachokipata, anaweza akatafuta dalali A akamwonyesha kiwanja, dalali B akamwonyesha kiwanja kile kile, dalali C akamwonyesha kiwanja kile kile. Lakini si ajabu hawa watu wote mwenye kiwanja hawafahamu, mwenye kiwanja hawajui, ama hata nyumba ambayo inauzwa. Ni kwa sababu kuna uholela mwingi. Tunataka kuweka utaratibu ambao utamlinda Mtanzania katika kuhakikisha tunawafahamu wenye nyumba, tunawafahamu wanaofanya kazi katika sekta ya miliki, ili mwananchi awe salama, lakini hata mwenye nyumba na yeye awe salama. Kwa hiyo ni jambo ambalo na lenyewe lilichelewa, na niwahakikishie tutalileta hapa bungeni kwa ajili ya kupitisha sheria zake tuweze kuanza kulitumia. Mheshimiwa Naibu Spika, limezungumzwa hapa swala la migogoro ya ardhi. Ni kweli kuna changamoto kubwa ya migogoro ya ardhi, na migogoro hii ipo ya aina mbalimbali. Kuna migogoro ambayo ni administrative, ambayo ni jukumu letu kama wizara. Kuna migogoro ambayo ni ya kifamilia, lakini tafsiri ya jamii inaona kama ni wajibu wa sekta ya ardhi kutatua administrative, labda mirathi na kadhalika na kadhalika. Kuna migogoro ambayo imeshatolewa maamuzi na mahakama. Katika maamuzi hayo, sisi kama administrators hatuwezi kuingilia muhimili mwingine. Wajibu wa kucounter maamuzi yale ya mahakama ni kukata rufaa katika chombo cha mahakama, ili uamuzi unapotoka sisi kama administrators tuweze kutekeleza wajibu wetu. Na kuna mingine, Mheshimiwa Naibu Spika, lazima nikiri, ni migogoro iliyotengenezwa na watumishi wetu wenyewe katika sekta ya ardhi. Amezungumza Mheshimiwa Msabatavangu masuala ya double allocation ambayo yamekuwa kinara katika jiji letu la Dodoma na maeneo mengine. Nitoe maelekezo kwa Katibu Mkuu Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi hapa leo mbele ya bunge lako tukufu, Mheshimiwa Naibu Spika, ni marufuku kuendelea kutumia mfumo mwingine zaidi ya e-ardhi katika kutoa huduma kwa wananchi. Double allocation ilikuwa inatokeaje, Mheshimiwa Naibu Spika? Unakuta mtumishi wetu kwa makusudi na kwa kufahamu anaenda kwenye mfumo ambao hatuutumii tena wa Morris, anatoa hati, anakuja Mheshimiwa Msabatavangu anataka na yeye hati ya kiwanja hicho hicho, anaingia kwenye e-ardhi kwa sababu mifumo ile ilikuwa isomani. Kwa hiyo unakuta eneo moja lina hati mbili. Kuanzia leo marufuku kuendelea kutumia mfumo wa zamani. Tutahakikisha nchi nzima mpaka ifikapo mwaka 2027 tunaweka mfumo mzima wa e-ardhi ili kuondokana na changamoto hizi za migogoro ya ardhi. Mheshimiwa Kunambi, nikuhakikishie nitafika jimboni kwako, nikuhakikishie Mheshimiwa Senga, mgogoro ule wa pale kwa baba askofu tayari fedha imeshaletwa kwa ajili ya kuanza upimaji na kwenda kutatua. Lakini vile vile Mheshimiwa Halima, juzi tumekaa na wazee wale, ni waahidi na Mheshimiwa mbunge wa jimbo rafiki yangu Mtemvu, tutahakikisha tunafika kuweza kusikiliza pande zote mbili, tuone tutatue changamoto hili. Si tu kwa Mtemvu, hata kwa Mheshimiwa Waziri wa Uwekezaji Mheshimiwa Kitila Mkumbo, ambayo maeneo haya yameingiliwa na tayari, Mheshimiwa Naibu Spika, kuna nyumba zaidi ya 200,000 katika eneo hilo. Naamini tutapata ufumbuzi. Mheshimiwa Naibu Spika, amezungumza Mheshimiwa Naibu Waziri juu ya shirika letu la nyumba, na wewe mwenyewe Mheshimiwa Naibu Spika uliligusia wakati unamtambulisha DG, ni kwamba tunaendelea na mradi wa Samia Scheme na tunatafuta njia bora ya kuhakikisha tunapata nyumba za bei nafuu ambazo Watanzania wengi wataweza kuafford kuzinunua. Mheshimiwa Naibu Spika na waheshimiwa wabunge, mtafahamu
ililetwa bungeni hapa kwa ajili ya kuondoa VAT katika nyumba ambazo ziko chini ya milioni 50. Na sasa tunakoelekea ni kutafuta namna ya kuondoa VAT kwa nyumba ambazo hazizidi milioni 100. Na huku tunatafuta teknolojia mpya kwa kuangalia kwa wenzetu nchi mbalimbali wanajenga vipi katika kupunguza gharama ili tupate nyumba ambayo Mtanzania wa kawaida ataweza kuafford. Na hii ndio njia pekee pia ya kulinda ardhi yetu. Mheshimiwa Naibu Spika, ardhi tuliyokuwa nayo wakati wa uhuru wetu mwaka 1961 tukiwa Watanzania milioni 9 ni ardhi ile ile na mipaka ile ile ambayo tunayo leo hii ambayo tuko Watanzania milioni 65. Tukiacha tusambae bila mipango, bila kwenda juu na kujenga nyumba za bei nafuu, tutajikuta tunamaliza ardhi yote ambapo vizazi vijavyo vitakosa mahala pa kwenda. Ni lazima tujenge kwenda juu, lakini vile vile tuipendezeshe na miji yetu. Mheshimiwa Naibu Spika, michango mingine tumeipokea ya waheshimiwa wabunge, tumepokea kwa maandishi. Ni waahidi tunakwenda kufanyia kazi, lakini tutahakikisha ya kwamba tunaibadili sekta ya ardhi kwa kuweka mifumo madhubuti ya kuhakikisha tunaondokana na migogoro. Na niseme tu Mheshimiwa Naibu Spika, Mheshimiwa Rais katika kipindi changu cha waziri wa ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi ametupa sapoti kubwa. Ni hivi majuzi tu ametupatia magari zaidi ya 50 ambayo yanaenda kuongeza kasi ya utekelezaji wa shughuli zetu katika sekta hii ya ardhi. Na hata hili la Land Commission ambalo tunalizungumzia Mheshimiwa Naibu Spika ni jambo ambalo yeye mwenyewe Mheshimiwa Rais alielekeza siku ya uzinduzi wa sera ya ardhi ya mwaka 1995 toleo la 2003. Kwa sasa wizara ipo mbioni katika kuandaa sheria mbalimbali zinazotokana na sera ile, tulete hapa bungeni na kanuni mbalimbali ili tuanze kutekeleza sasa kama vile sera inavyotutaka. Mheshimiwa Naibu Spika, baada ya kusema hayo machache, naomba sasa nitoe hoja mbele ya bunge lako ili tuweze kupitishiwa bajeti yetu. Nashukuru sana, asanteni sana. Mheshimiwa Waziri, asante sana. Hoja imeungwa mkono. Katibu. Kamati ya matumizi. Kamati ya matumizi. Naam, popote pale unapopokea matangazo haya, hii ni Bunge Television, tukuletea matangazo haya kutoka katika ukumbi wa bunge hapa Dodoma. Naam, na hivi sasa bunge mara baada ya kusikiliza, baada ya wabunge kuchangia hoja zao, maoni yao kutoka kwa wabunge mbalimbali ambao wamechangia mawazo yao katika wizara hii ya ardhi, sasa ni muda ambapo bunge zima litalazimika kukaa kama kamati kisha kupitia kifungu kimoja hadi kingine ya makadirio ya mapato na matumizi kwa wizara hii katika mwaka ujao wa fedha wa 2025-2026. Mheshimiwa, tukae.